Tamaa sio kitu kibaya kama kikibadilishiwa uelekeo. Tamaa sio kitu kibaya kama kitabadilishiwa uelekeo, kwa sababu huwezi kupata kitu bila kukitamani, huwezi kutafuta kitu bila kukitamani. Tatizo ni kukosa uelekeo mzuri wa hiyo tamaa yako, ndio tatizo. Kwa sababu ninaposema tamaa sio mbaya, ukibadilisha uelekeo, nikiwa na maana hivi: unatamani nyumba nzuri ya mtu. Sasa kubadilisha uelekeo, baada ya kuchukia yeye kuwa na nyumba nzuri kuliko wewe, wewe unatakiwa uweke hamasa ya kutamani na wewe ujenge kama ile au hata zaidi ya ile. Hapo unakuwa mbadilisha uelekeo. Umetamani gari la mtu nzuri, baada ya kuchukia kwa nini yeye analo na wewe huna, badala yake wewe hamisha uelekeo, uweka juhudi ya kutaka kulipata gari kama lile au zaidi. Huko ndio kubadilisha uelekeo. Lakini tukiacha tu tamaa mbaya peke yake, neno hilo peke yake, huenda linakuwa lina mkanganyiko kidogo katika maana halisi, kwa sababu vitu vingi sana huwa tunaanza kutamani ndio tunavitafuta alafu tunavipata. Sasa kama haujatamani, nguvu ya kutafuta utatoa wapi? Lazima kwanza utamani ndio utafute. Hii dunia haina kitu kipya moja kwa moja. Kila kitu kinakuwa kimefanywa na mtu fulani, aidha unayemuona au ambaye aliishi siku za nyuma, au kimetoka nchi ambayo wewe hujakaa lakini umekisikia. Hakuna kitu kipya duniani, kipya moja kwa moja. Vitu vingi vilishafanywa, utofauti tu kuwa sasa hivi vimeboreshwa, vimefanywa katika namna nzuri zaidi, vinafanyika katika namna nzuri zaidi. Kwa hiyo kutamani sio jambo baya. Jambo baya ni kumchukia au kuchukia yule mtu ambaye anamiliki kile kitu ulichokitamani, kuanza kumchukia na kumuona kuwa adui yako na kuanza kujaribu kutafuta namna ya kutaka kumwangusha. Hiyo ndio tamaa mbaya, huo ndio wivu, chuki. Hivyo ndio vitu ambavyo havitakiwi. Lakini tamaa sio jambo baya moja kwa moja, ila tamaa mbaya ambayo unamchukia mtu, unamdhuru, unataka kumshusha pale alipo, unataka kumuondoa kwenye nafasi yake ukae wewe, hiyo ndio tamaa mbaya. Lakini tamaa kama tamaa peke yake sio jambo baya, kwa sababu vitu vyote huwa tunaanza kutamani ndio tunatafuta. Huwezi kujua kama nyumba kunawezekana kukaa na nyumba nzuri kama hujawahi kuona. Huwezi kujua, lazima kwanza uone ndio unajua kumbe kuna nyumba nzuri. Ujue kitu chochote kile utakijua baada ya kufananisha. Ubora wa kitu utajua baada ya kufananisha. Lazima uione kwanza nyumba fulani nzuri ndio utajua kwamba kumbe zipo nyumba nzuri. Lazima uone gari nzuri ndio utajua kwamba kumbe zipo gari nzuri. Lazima uone. Kwa hiyo ukiona ndio unatamani. Ukishatamani sasa badilisha uelekeo, weka juhudi, fanya kazi ili ukipate hicho kitu ulichokitamani. Lakini huwezi tu kusema tamaa mbaya. Hapana, usipotamani huwezi kupata kitu. Na kama wewe utalizika tu na maisha yako jinsi yalivyo hivyo hivyo, kama ule usemi unasema rizika na ulichonacho, sio kauli sahihi sana. Si kauli sahihi sana. Ukirizika na ulichonacho utafanikiwa kuboresha maisha. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa na nyumba, ila nyumba sio nzuri, nyumba ya ovyo ovyo, choo kipo vibaya vibaya, milango madirisha ya ovyo. Sasa ukirizika ndugu yangu kwenye mazingira hayo, maana yake si hautoishi vizuri. Lazima utamani na wewe kuwa na nyumba nzuri ambayo imepigwa plasta, ina rangi, ina tiles, ina choo na bafu kizuri. Lazima utamani gari nzuri ili ndio utafute. Lazima utamani ili utafute. Sasa ukisema ulizike na ulichonacho, ulizike na nguo zako mbovu mbovu hizo hizo siku zote, hapana. Ila tu kuna kusubiri. Kuna utofauti hapo kati ya kulizika na kusubiri. Kulizika ina maana ni kuamua kukubaliana na kile ulichonacho, ni kukubaliana kuishi maisha ulionayo.
Lakini kusubiri ina maana kwamba unakipa muda kitu fulani kukipata au jambo fulani kulipata ili upate jambo bora zaidi. Ina maana unajipa muda ili ukuze biashara, ili upate pesa zaidi. Unajipa muda ili ukuze kilimo chako ili upate pesa zaidi, ili baadaye upate vitu vizuri, huku ukiwa mambo mengine yote pia yamekaa sawa, na ukiwa biashara ziko sawa, au kama ni kilimo kipo sawa. Yani uvipate kipindi ukiwa sawa. Yani hivyo vitu visiwe sababu ya wewe kumaliza pesa zako zote. Hiyo ndio maana, ndio tofauti ya kusubiri na kuridhika na ulichonacho. Kusubiri ni kukubali kutoa muda au kukipa kitu fulani muda au kulipa jambo fulani muda ili kushughulikia baadhi ya vitu kuviboresha kwanza, ili ndo uingie kwenye utendaji wa hilo jambo lingine ambalo wewe umelitamani. Lakini kuridhika ina maana ni kukubaliana na hali ulionayo, kuishi nayo hali ulionayo hivyo hivyo kama ilivyo. Sasa hiyo sio sawa, sio sawa. Haitakiwi kuridhika, ila kutoa muda, kulipa jambo muda, hilo ndo jambo muhimu. Na tamaa sio mbaya, ila inategemea tu wewe unaiweka hiyo tamaa kwenye uelekeo upi. Kama tamaa yako unaiweka kwenye uelekeo unatamani kitu ili uwe nacho, unatamani kitu ili utafute, hiyo sio tamaa mbaya, hilo sio jambo baya. Lakini ukisema unatamani alafu unachukia hicho kitu ambacho huyo mtu mwenye kitu ambacho wewe umetamani unamchukia, unapambana kumshusha, unapambana kumtoa kwenye nafasi yake ili ukae wewe, unapambana kumfanya apoteze hicho anachokimiliki, hiyo sio sawa. Hilo sio jambo zuri, hiyo ndo tamaa mbaya. Kwa hiyo ndugu zangu, tatizo sio tamaa, tatizo hiyo tamaa unaipeleka kwenye uelekeo gani, hilo ndo tatizo. Tuko pamoja ndugu zangu, natamani kuwaona mkiwa umefanikiwa. Mimi mpambanaji mwenzenu, tuko pamoja mpaka mafanikio yatakapopatikana. Muwe na siku njema.